Rais na mkurugenzi mtendaji wa Jukwaa la Uchumi Duniani, yani World Economic Forums EWF, Boje Brende ametangaza kujiuzulu ikiwa ni wiki chache tu baada ya jukwaa hilo kuanzisha uchunguzi huru juu ya uhusiano wake na Jeffrey Epstein, mhalifu wa kijinsia aliyehusishwa na udhalilishaji wa kingono kwa wasichana wadogo. Na hii ni TriGen Media. Brende ambaye amekuwa rais wa WEF tangu mwaka 2017 ametangaza uamuzi wake huo Alhamisi hii Februari 26 katika taarifa rasmi kufuatia ufichuaji uliofanywa na idara ya haki za Marekani, yani US Justice Department, ulioonyesha kuwa Brende ambaye ni raia wa Norway alishiriki milo mitatu ya kibiashara na Epstein na pia alikuwa akiwasiliana naye kupitia barua pepe pamoja na ujumbe mfupi wa simu, yani SMS. Katika barua yake ya kubwaga manyanga kama namna ya awali ya uwajibikaji na baada ya kuzingatia kwa kina, amesema ameamua kujiuzulu kama rais na mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo kubwa ya uchumi duniani, na kuongeza kuwa muda wake wa miaka 8.5 kama mkurugenzi mtendaji na rais umekuwa wa thamani kubwa na mafanikio ya kipekee. Brende amewashukuru watumishi wenzake kwa ushirikiano wa kipekee na kuwataka kuendeleza kazi za taasisi hiyo kubwa na muhimu bila vikwazo. Waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje wa Norway ameeleza kuwa hakujua kuhusu historia ya uhalifu wa Epstein kabla ya kukutana naye kwa mara ya kwanza mwaka 2018 na anajutia kutofanya uchunguzi wa kina kabla ya kuanzisha mahusiano. Uamuzi wa Brende kujiuzulu unakuja baada ya mlolongo wa ufichuaji unaomhusu Epstein aliyekutwa na hatia ya kuwafanyisha ngono watoto wadogo kwenye jumba lake la kifahari lililoko Palm Beach, Florida mwaka 2008, kashfa iliyowakumba pia wanasiasa na wafanya biashara maarufu na hata familia ya kifalme ya Uingereza. Uchunguzi huru uliofanywa na wakili wa nje kuhusu uhusiano wa Brende na Epstein umebainisha kuwa hakukuwa na masuala mapya zaidi ya yale yaliyofichuliwa awali kwa washirika wote wa Epstein, wakiwemo vigogo mbalimbali duniani. Kufuatia uamuzi huo mzito wa Brende kung'atuka, Alois Zwing atashikilia wadhifa wa rais na mkurugenzi mtendaji wa WEF kwa muda, huku bodi ya wadhamini wa jukwaa hilo ikisimamia mchakato wa mpito wa uongozi pamoja na mpango wa kutambua mrithi wa kudumu. Hii ni TriGen Media.